papa yangu anasema sana. Na ulifanya nini sasa? Na ulifanya nini? Sina ulishasema. Na wewe unasema sana tu, na wewe unajulisha na mwingine hapa anafanya nini? Sulisha baikile message. Haiko ndio ujumbe yangu. Amen. Nani anajua kwa tunaelekea? Twende. Msome ninyi nyote hapa. Tunataona langas ya Mkristo anashakajitoa kwa Mungu. Yohana sura 6 mstari wa 66 hadi ngapi hiyo? 69. Yeye tuseme tu msema moyo hapana. Twende tena kwa na. Haleluya. Yesu akafundisha habari zikasonga maskini. Akamwambia mimi ndio chakula cha uzima. Atakayenikula mimi atafanya nini? Na kinikunywa ataishi. Watu wakasema mlozi, mchafu. Tutamkulaje? Tutamkunywaje? Wakaanza toka moja moja. Yesu akafuliza kusema, kama hamuniamini kunikula mimi, hamuna maisha. Na maneno haya inawavunja moyo kwa sababu ninyi hamko uzao wa Ibrahimu. Kwa sababu kabla Ibrahimu hajakuwa, mimi nalikuwa. Watoto walibakia nao wakatoka wakasema ana kufuru sasa. Kukabakia watu 12. Yesu akawageuka akawauliza, wenzenu wote wamefanya nini? Wameenda. Tena ninyi hamtakwenda. Petro akaingia katika dhamira yake. Akamwambia Yesu, Bwana, twende tena kwa nani? Twende tena kwa nani? Maana kwako kuna chakula cha uzima. Na tumegundua wewe ni mwana wa Mungu. Mkristo mwenye kuangaje. Haingiaje mkanisa juu papa na mama walienda. Haendaki tu iko siku mingi haendi. Anaendaka avec objectif. Anaendaka anajua juu ya nini. Nilishakapata nini mkanisa? Nilishapata mingapi kwa Yesu? Petro anasema kama tutabakia kwako, sababu tulikugundua Mungu. Haleluya. Sasa tulikuangalia tumeona unapita wafalme, unapita waganga, unapita matajiri, unapita madokta. Sasa tuendee tena na kwako kuna vyote. Tumegundua kuna uzima. Yenye huko unasema yenyewe hivi natupa uzima. Kali ulitembea juu ya maji, ulifufua wafu, uliponya, uliongoza, ulibariki, ulifungua. Tuendee tena na tutakukufia hako kwenye utakufia na tuko kwenye nasi tutakufia. Ekeletea nasi. Langaje ya pili. Tuko pamoja? Mimi ninaacha wa Filipi pale 3:12 hadi 14, Waebrania 6:1 na acha hapo. Wewe mwenyewe utasoma nyumbani, itakusaidia. Lakini langaje yake ya pili inapatikana kwa Warumi sura 8 na mstari wa 34 mpaka 39. Mimi ninachagua maneno machache tu pale, halafu anasema ni nini itatutenga tena na upendo wa Kristo. Niliwaza mtasema amina. Yeah. Paulo anaangalia kushoto, anaangalia kuume, nyuma ya kusavure, akatafuna, akameza, akarimine, akatafuna tena, akameza. Baadaye anakogelea anasema vrema, mwatatitosha kuwe. Nini tena itanitoshaka kuwe? Na naanza kusite njani, shibe, uchi, magonjwa, aza, hatari. Nani anakumbuka neno tuliweka mstari zaidi? Hata mambo yaliyopo, hata na mambo yatakayokuja, hakuna kitanitenga na wewe. Yaani Mkristo mwenye kuangaje, anajua kajaribu ya leo, hata siyaishinda, ninaamini haitanitenga na Mungu. Na taa ingine itakuyaka, nayo ninaipa masikio, ikuje na inaelewa, haitanitenga. Kama ni bulozi haitanitenga. Na yenye itakuja na ya sasa, mambo yaliyopo na yatakayokuja. Niko na assurance na kwamba niko angaje. Ambia aliye pembeni, neno linauma. Ambia acha kukiri madhaifu. Maraba hivi ni moya, maraba hivi vitaniweza, maraba hivi sijui kama vitaniweza. Hii jaribu moya hii maraba. Tafadhali mama, kuimba na hii jaribu maraba niko nasikia sawa vile sauti.
haiwezi toka. Kwenda mkanisa na ima magumu niko nasikia haiwezekani. Paulo anasema wala mambo yaliyopo wala mambo yatakayokuja hakuna. Sipitie na mimi moyo mwelewe hata ni kweli shida zipo, lakini kuna mingine ninaomba tutangazie shetani aelewe officiellement que hatuko tena watu yake. Akuwa nakuya na naelewa mimi naenda kugombana tu ndio tabia yake. C'est de sa nature, n'est-ce pas? Aende kwetu kutujaribu, lakini na mwenyewe kwa anajua mimi naenda tu juzi. Ujakadari kama kula. Ndio aba nyakadari kama kula barafungurukanwa. Barayogola ngabaka bananwe. Okumire bamufunza ya ishara n'iziruguri. Pardon kwa ile lugha ni ya mbinguni ile. Kisi wote walisompiga mena hajitika hajikuba. Ndio shetani ule. Mais kuna bingine tu déclarer comme Paul. Tuseme mambo yaliyopo na mambo yatakayokuja, je suis engagé. Kiwe ni nzuri kiwe ni baya, hakuna vile nitafanya nini na maisha yangu ya sasa na yatakayokuja. Kuna wengine tunaona kama kwa engagé dans la prière. Ni juu ya ndoa, ni juu ya kazi, ni juu ya magonjwa. Mais Paulo anasema na siku ndapona niko tu engagé. Na siku ndaolewa niko tu engagé. Mimi nawatakia muoe na muolewe, lakini muolewe na engagement ya imani. Haleluya. Engagement ya ngapi? Tunaisoma katika Matendo ya Mitume sura 12 na mstari wa 24. Nayo inasema si yahesabu maisha yangu kuwa kama kitu cha thamani. Haiko ndio vile? Kama kumaliza mwendo wangu na huduma ile niliyopokea kwa Bwana. Wala iko determine kuelewa kwamba habari ya mwili burembo mbona mnanyamaza? Kuifia mnasema nini? Kuipamba au kuifiotora sio? Kuifiatura. Habari ya mwili, habari ya maisha, niwe mposition nzuri au mbaya. Sasa Paulo anasema si yahesabu maisha yangu kuwa kitu cha thamani. Ni vis-a-vis na imani niko bure. Imani yangu mbele kwanza. Kila mara ninawaambiaga hivi, msitike mambo ya mwili kuwatenga na imani. Sababu imani inaweza kuwaletea habari za mwili, lakini mwili haiwezi kuwaletea habari za imani. Habari kwa sababu sema ni mzito. Habari za kuinuliwa, habari za kubarikiwa, habari za kupata, situtenge na imani. Sababu imani na uwezo ya kunipa gari, lakini gari haina uwezo kunipa imani. Amen. Imani na uwezo ya kunipa ndoa, lakini ndoa haiwezi kunipa imani. Mnaelewa hamuelewa? Bwana sifiwe kama mnaelewa. Sasa ya wapi tutashikamana nayo zaidi? Mimi nauliza ya wapi tutashikamana nayo zaidi? Geukia ndiye niambie shika imani kuliko vitu vyote. La foi en Jésus-Christ peut nous amener plus loin que nos pieds. Atusomea pamoja ndio mnikorije. Vile mimi nasema na ndio msikie na ndio muandike. Wacha mwiwae mimi ndio mwalimu sai. Nyinyi wote mtenge masikio. La foi peut nous amener plus loin que nos pieds. Kwenye miguu yetu nishindwa hata kutufikisha. Haya. Kwenye masomo yetu nishindwa hata kutufikisha. Kwenye demarche zetu silishindwa hata kutufikisha. Pamoja na imani, oh haleluya, tutapafika, tutapakanyaga. Milango yenye ilikataa kufunguliwa baada ya kupisha saa, tukirudi nyuma tunakuja na fungulo passepartout. Nayo sio nyingine, ni imani. Ile mlango itaitika. Ile mlango itaitika. Haleluya. Shikamaneni sana na imani.
anasema sihesabu maisha yako kwa kitu cha thamani kama nitimize ile nilituma Yesu ananikamata. Il faut se poser mille de questions. Tu ya nini niliokoka? Mimi pekee ndio nilikuwa mlevi. Bwana walevi wanajama hii dunia. Katikati yetu mko walevi, mazinifu, baongo, bachawi, balozi. Nikiuliza baongo mtatia vidole, nikiuliza masharati hamtatia tena. Kama tu nini mnaogopea ile dhambi? Ni vichanye vyote pamoja basi. Yote ni dhambi. Mimi nauliza, hakuna mlevi bali ameokoka kati yetu? Alikuwa analewa mpaka anakuwa saa chihere. Mnajua chihere? Analewa anatembea saa tisanya hivi. Haoneki sasa kisina kimbiana hivi sawa. Duru moja hivi. Sasa Samson inafaa ujiulize. Mtumbo ya John mlitoka kama bagarso wangapi? Haiko watatu. Sasa inafaa ujiulize kwa nini? Aliacha mchunga akaacha na mkono akanikamata mimi Samson. Kwa nini? Pourquoi aache huyo aendelee kubulevi? Aache huyo aendelee kuzini? Aache huyu maima tumu, lakini mie alitire. Pourquoi? Voilà les questions que se posent les chrétiens engagés. Les chrétiens engagés ne survolent pas les matières spirituelles. Alléluia! Oh, kwa nini ulinishika? Na Paulo anasema mpaka Shetani akandike akandule. Nilikuwa naona sasa tunataka gombana, tunaambia wenzetu kima hapa. Kwa kumuonyesha kama ulishasirika sana. Haiko kweli? Ndio. Au unatia nini papa sana? Wako gombana vile. Unatia mdogo kwa hiyo mkono mdogo mwingine huko. Unamwambia kama uko mwanaume. Nilikuwa nagombana sana, Mungu kaniokoa. Na ndio maana watoto wangu siwapigage kila mara. Sasa nikampiga meno yataruka. Haya. Sasa kuna pingine inafaa tuikale dule chrétien engagé. Tufunge milango na madirisha tuwaze. Kiswish. Mimi nina. Nilikuwa na diabete ukaiponya. Makrisi cardiaque ukaponya. Mimi nina. Macho ukaponya, mikongo unaponya, tumbo unaponya. Pourquoi? Quelle spécialité que j'en ai? Niko na uzuri ya namna gani? Nyuma ya ile maulizo, Paulo anasema ninalapa. Nirudie pale kwa Matendo ya Mitume pale kwa tulisoma. Kama kuna mtu anakumbuka Agabo. Souvenez-vous? Akaletea nani ujumbe? Akafanyaje? Katosha mkao wa Paulo, akajifunga. Nyuma ya kumaliza kujifunga na tabiri anasema, sema Bwana wa majeshi, hivi mnaona mimi najifunga na hii mkaba, ndivyo watafanya mwenye hii mkaba kule Yerusalemu. Ama Clementine, nilikuwa ujumbe gani? Si nikumwambia usifanye nini? Sababu utafanya nini? Angekuwa mie Eliza ningesemaje? Mungu amenionea huruma. Amenionea huruma. Amenifunulia siri. Asifiwe Mungu Baba. Ndabakia kwanza hapa kusudi ile vita ifanye nini? Fanya angalisho. Paulo akaingia usiku si akatire maimage. Akakumbuka j'ai un contrat. Amen. Niko na contrat. Yenye nilisinya kanana. Akatire contrat. Katusha mtirwa. Akasoma zote. Akafika kwa article inasema wala mauti. Wala kifungo. Wala ziki. Haitanitenga na upendo wa Kristo. Akatirimuka chini akakutana article ya 5. Uwe tayari wakati na ufaa na wakati usiofaa. Katirimuka haja kutuanze article. Haleluya. Akakutana Wakorintho wa kwanza 9:16. Olewa. Misipo yule injili. Sasa maliza kusoma ile kontra. Akageukia Agabo akamwambia, licha ya kufungwa hata mauti bwana Agabo, sisi pule. Akatia koti yake akanyoa. Akaenda akasema, kufungwa c'est un petit problème. Oh,
zenye ulisinyaka we visa vina nani na chef. Nasema nilipookoka kuko kitu nilipatanaka. Haleluya. Oh, nasema haleluya. Nasema tena haleluya. Nasema tena haleluya. Nasema tena haleluya. Mungu awasaidie, wape neema. Muwe Wakristo ni wako angaje. Dunia hii haiombe tena Wakristo wa rejareja. Kwa hii mahubiri ya leo, kwa hii uamsho ya leo, kwa hii ujumbe ya leo, kwa hii makanisa imeota, kwa hii mapaya imekuja, tunahitaji kuwa angaje Yesu wetu. Amen. Niende jambo la ngapi? Jambo la hili, mambo ya nyakati. Nazungumzia na la 5, baadaye tunaomba Mungu. Bwana Yesu awabariki. Amen. Nasema Bwana Yesu awabariki. Amen. Ile hayo tutaisoma, projecte haya. Mambo ya nyakati ya kwanza, sura 29 aya yake ya 14 mpaka aya ya 15. Ninajua mtachoka, lakini nilisimama na najua nafundisha saa mzima 60 minutes. Ninabakiana na 18 minutes. Msijali, kisha tuombe Mungu. Mnataka kama mnasikia kungali zile dakika. Sinasema wafunge mlango, utatoka na walishafunga. Benye hawasome pale projection, mfungue Biblia. Mambo ya nyakati ya sura yake tunaweza soma. Tusome katika jina la Yesu. Twende sote. Lakini mimi ni nani na watu wangu ni nani hata tuweze kutoa kwa hiari hii? Kwani vitu vyote vyatoka kwako, na katika vitu vyako mwenyewe tumekutolea. Twende Kifransa. Qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Amen. Ile ndio langage ya Mkristo mwenye iko engagé. Vis-à-vis na mali yake. Langage yake mara moja wakisema vya sadaka, wakisema vya kutoa, nasema kama mimi ni nani? Haleluya. Mnajua kama kuna mwingine wakitangaza tangazo ya utoaji, roho inauma. Sababu ana roho ya kutoa na anagusa mfuko ya mbele hamna kitu. Mfuko ya mbele hamna kitu. Anasikia sawa vile angejibeba mwenyewe muuzisha. Ule Mkristo niko angashe anasema sawa Daudi, mimi ni nani kusudi nipate vya kukutolea? Na baadaye anasema kwa kuwa nilivyo navyo si vyangu. Bwana ikrete angaje. Akiuza nyumba anajua ni nyumba ya nani. Kama ni gari anaelewa sio yangu. Nimeiuza ifalie Mungu na ifalie jamaa yangu. Akipata kazi anasema hii kazi Mungu ni yako na ni yangu. Akiingia tu ile biro anafungua biro na ikala, kitu cha kwanza unapaswa kujiuliza kifu. Elise, unaona wewe peke mezome. Unaiona? Inafaa mtu aje mezome ajiulize kwanza swali ya kwanza. Uangalie Waprotestante wangapi wako kwanza ndani. Waprotestante kwanza wangapi? Uliza wote ile wako mazile mamezo ni ma recommendation. Tena za wana. Sabale wa high class. Mwenyezi Mungu anatengeneza njia pasipokuwa na njia. Akakuleta akakumbuka tu uko ndani. Na ulizo ya kila mtu, nani alikuletaka? Nani alikuletaka? Sababu anajiulizaka ulitajirika sababu kuna mtajiri mwingine haifanane myomba, haifanane shangazi. Na inaomba tukikala mnyumba zetu, tukitembea mgari zetu, tujiulize mimi ni nani? Na vyote nilivyo navyo ni mali yako. Sina ya
ndakupa. Ukiomba vya ndoa ndakupa. Kila vile unasema maana turudie ile msema. Kwani vitu vyote? Turudie tena, kwani vitu vyote? Na katika vitu vyako mwenyewe ule ndio chrétien mwenye kuangaje. Chrétien mwenye kuangaje, mwenye angalia kwenye boti. Anajuaka kama sitoe hakuna mwingine mwalitoa. Chrétien mwenye kuangaje anaelewaka kutoa haiko habari za kunibembeleza. Na kama sitoi maana yake mimi naua kazi ya Mungu. Esikuru yake hakuna mwingine mwalifanya nini? Hivi tu sikupita considérons na wengine wote wakufanya nini? Mwache kutoa periodiquement. Mwache kutoa chakula periodiquement. Mkristo mwenye kuangaje. Tuko tunasoma huko bwana Musi. Wapi pale? Kwa tunasoma universite mwa wanaita tine tuko tunafanya theologie pratique. Bale batine tema wanatuambia makanisa zenziko angaje. Kila Mkristo anakuwa kana nini? Fishe yake anaelewa kama hii ni fishe yangu. Kama sipande mali yapata hivi mwezi. Inamaanisha kazi ya Mungu nimeifanya nini? Juni engagement. Anajipatia mwenyewe devoir. Anajua hii mwezi biende birudi. Engagement ya kutumikia Mungu na mali yetu ni sawa vile sisi wazazi. Papa Moise, nirudie kutaja jina lako. Adamu Kristo, mtu anaforsa kama watoto wafanye nini? Basome na wafanye nini? Haiko ndio vile? Hata najua sina kazi. Mimi utamwoni kwa nazurura, kwa nini nasalimia wanaume, na ninabe hizo zusiri hando, ndio wala wewe mula musa. Sasa unampatia mkono hivi asikie kama kuko kakitu kekali. Ile engagement iko na vis-a-vis na bibi na watoto. Inampusia mbele hata mizigo. Afanye hata kazi yenye hangefanya. Sasa ni engagement. Tunasema vya mali hamseme tena amina. Amen. Tingiza leo mwambie tujiangaje na mali yetu. Mwambie lazima ujue kila mwezi ulifanya nini mkanisa. Mwezi siku inaisha na haujui ulifanya nini. Mkristo mkupata mkukosa ni engagement. Eukia aliyepewa mwambie pasera na jamaliza. Mimi anakuambia kama wewe utajenga madhabahu. Mwambie hata jenga mazao na mafaranga ya mafrima, mwambie ni zako. Mbona Mungu mnawaambia umwasema tu ndio. Mwambie ni zako. Awambie huyu baba mwambie. Ambie ulivyo muogopa. Mwambie ni zako. Ambia yeye ni zako. Ambia mama ni zako. Bwana Yesu asifiwe. Ambia yeye pembeni ni zako ndio zitajenga. Kusambana. Mbona ikala kwa hili tuna kupigana wao. Ibana mishofe. Misi check. Ubarikiwe wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ambia yeye pembeni hivi niliuza faranga wewe unaikala hapo. Au mwambie niliuza faranga. Ndio. Mwambie na vitavunjika kesho tunachunga zako zipungue nini. Amen. Haleluya. Amen. Leo kumeza ya Bwana msikwepo. Ndasoma majina pote walitoacha 10 mwezi. Uko wapi mkuu wa shemasi? Mwe utaitikia tu afu mule ile mlango ni bawili. Ni mtoto na mwenye hayabatizwa. Mwenye atakwambia leo asema siko tayari kumeza wale mwambie wazee wako watakuombea utayari. Tunasoma majina zenu leo. Rola unasikia? Mnanisha chapa mafishi ndio wakamulia. Nisha zichapa. Amen. Nasikawana leo kumeza ya Bwana. Hamtani kwa pale. Amen. Bema. Mko mnaingia tu na mnatoka hakuna faranga. Ningekuwa huko kifua wazi hamngekimbia. Mama anacheka. Ningekuwa tu sehemu hamngekimbia ni wote. Ni faranga iko nikauza kote. Sasa utaichukilia nini? Amen. Amen.
Inasema amen. Mkristo wenye kuangalia na tuwaka mali yote niliyo ndani. Nimeokoka, umalize nyipeke, nimeokoka nafsi, roho, nilivyo navyo na jinsi Wokovu hii. Kuokoka ni kuokoka jinsi ulivyo na ulivyo na. Ni kuokoka roho, mwili na nafsi. Pastor Mulenga anazoeka kuniambia kitu cha mwisho kinaokokaka kumkristo ni mfuko yake. Mwenye mfuko yake hayaokoka hayakuwa angaje. Kumkristo. Angali na sehemu anajiwekea. Mpenzi balishaokoka roho, mwili na nafsi na mfuko yao inaokoka. Oh, Bwana Yesu awabariki. Langaje ya mwisho. Wafilipi sura 3 mstari ya 12. Kwa sababu conclusion hiyo sitaihubiri, nitaisoma tu. Wafilipi sura 3 mstari ya 12 mpaka mstari ya 21. Ulishafika? Tusome katika jina la Yesu kama umefika. Twende sote pale. Wafilipi sura 3 mstari ya 12. Tuache 21. Tunasoma katika jina la Yesu. Amen. Twende. Kwa maana sisi wenyeji wetu huko mbinguni, kutoka huko tena tunamtazamia Mwokozi Bwana Yesu Kristo. Geukiani pembeni, wenyeji wangu ni mbinguni. Wenyeji wangu ni mbinguni. Ile ndio langaji ya Mkristo mwenye kuangaje. Ile angaje kwenda mbinguni. Langaji ikanambia shetani na mapepo, wenyeji wangu mimi ni wapi? Je suis un citoyen wa wapi? Kama nyinyi hamtaenda, lakini mimi nitaenda. Akutana na témoin de Jehova, mwambie ufalme wa Mungu ni hapa. Yana majira anamwambia wenyeji wangu mimi ni wapi? Shetani akaandika akandule, anaelewa wenyeji wangu. Yesu akawahi kunyakua kanisa na anaelewa atakapokuja sina oga ya kumpokea wenyeji wangu. Akilala anasema mimi najua Yesu akukuja leo mchana, na ukikuja leo usiku wenyeji wangu. Sababu nakuja anasema haukukuja usiku, lakini mimi najua ninaenda kazini. Ukinikuta kule sina oga, maana wenyeji wangu. Ndio la ngazi za Kristo imeokoka. Banaimba mbingu, banailoto, banaiwaza, banaifikiria. Projecte conclusion kisha tuombe Mungu. Naiandika kwa Kifaransa lakini mtanisamehe. Mimi nasema hivi kwa kukamilisha somo letu. L'engagement est un ingrédient nécessaire. Ingrédient. Unaita nini kwa Kiswahili? Viungo. Bukristo bila engagement ni sawa vile mama anapiga chakula bila viungo. Niko na terme mzuri, ni nyama ya nini? Ya buyo. Unaelewa? Kila Mkristo mwenye hapa na hana engagement, anza elewe kwamba yeye haiko tofauti na nyama ya nini? Ukristo yetu plus engagement ni ingredient. Ndio inaleta utamu ya Ukristo. Ndio inaleta ladha ya Ukristo. Ndio tire ya kwanza. Tire ya pili. Sans engagement, nous ne pouvons connaître la parole de Dieu, lui faire confiance. Haiwezekani. Bila engagement hatuwezi elewa kwa kina neno la Mungu na kuchukulia matumaini katika yeye. Lakini ile engagement ya Ukristo, ile kujitolea yetu ya Ukristo, haleluya, inatusaidia kuelewa neno zaidi. Amplisi inatupatia confiance yeye, matumaini ndani yake. Tire ya tatu. Sans engagement, nos actions seront des courts durées. Et lorsque les temps difficiles viendront, ils disparaîtront. Kuna mwenye anaweza toa, anaweza imba, lakini kusudi aimbe tena kesho inaomba engagement. Sababu kama hana engagement ataimba leo, wakati muda mgumu utafika atazidikia njiani. Mais avec l'engagement, ma action zetu
Shetani hatazihesabia muda. Kama tuko na engagement, tutaiba tangu sasa na hata milele. Tutakuwa Wakristo tangu sasa na hadi mbinguni. Tutakuwa mkanisa muda yoyote ile, tukuko engagement. Hata ma difficultés zijipresente avec l'engagement, tutafonce. Nadhani mko mnasoma pale. Tuliandika nini pale? Kwa mwisho, kujitolea kwa Ukristo wetu. Mungu wetu anatupa kitu tunayotaka uwezekano, makapasiti. Wakati Mungu anaonaka maengagement zenye unakamata mu Kristo, anaelewa Clementine Mwira, Abele, mzee Kasali, mzee Matabishi, kesho uko dhaifu, anakuletea makapasiti za kujiangaje na kufika kumwisho ile engagement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ninasema Mungu awabariki. Amen. Ninasema Mungu awabariki. Amen. Ninasema Mungu awabariki. Narudia tena, nasema Mungu awabariki. Tusimame tuombe Mungu, tumwambie nisaidie kuwa angaje katika Ukristo yangu.